Ni vizuri kuifahamu zaka ni nini. Sikia, zaka inatokana na neno asili la Kiebrania ambao Waebrania wanaita maser, Wagiriki wanasema dekate, Waingereza wanasema tithe, ikimaanisha the tenth part, yaani sehemu ya 10. Ndio katika kitabu cha Mwanzo 14:20, Mwanzo 14:20 inasomeka, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 na vitu vingapi? Vyote. Ndio picha huwezi ukaiona vizuri kwa sasa, lakini hapo utamwona mtu mmoja akiwa anahangaika kuwaswaga ng'ombe katika utaratibu wa zaka na sadaka. Swaga ng'ombe wa 10 atakuwa zaka na sadaka katika kuhesabu anapotoka. Zaka na sadaka unaswaga, inayoamkiwa ya 10 ndiyo zaka. Sadaka tutaongelea mchana. Sadaka tutaongelea mchana na kiwango chake. Ndio sehemu ya 10 ni zaka ya Bwana. Zaka ni ya nani? Ikiwa zaka ni moja ya 10. Moja ya 10 tunamaanisha nini? Nini watu wa sayansi nafahamu? Katika vitu 10 kile kimoja kati ya hivyo hicho, 10%, moja ya 10, 1, 2, 3, 4, 10 zikiwa ni 100, natafuta 10%. Hiyo inaitwa zaka. Zaka, Walawi sura 27 aya 30. Zaka ni ya nani? Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya nani? Kanisa, ni ya Bwana. Bwana, zaka sio ya wachungaji, ni ya Bwana. Walawi 27:32. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila pitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa watakatifu kwa Bwana. Zaka ni takatifu kwa Bwana. Ndio unaposema takatifu unamaanisha nini? Takatifu Waebrania wanaita kadosh. Kadosh inamaanisha takatifu. Na hii kwa Kiswahili leo tungesema, kwa Kiingereza anaeleza, anasema ukisema kadosh unamaanisha holy, sacred, consecrated, refers to something that is distinct, unique, dedicated to God, set apart for God, separate for specific purpose, or for holy place or holy sanctuary. Hii humaanisha tenga kwa matumizi ya Bwana, tenga kwa matumizi maalum. Hiyo ina maana ya takatifu. Je, Wagiriki wanaitaje? Wanaita hagios. Hagios. Hagios inamaanisha nini? Separate from the profane or worldly. Napenda mengine yote anafananisha na ile ya kwanza, inatengwa kutoka duniani, haifanyiki vile dunia inavyotaka. Unaposema ndoa ni takatifu, haitumiki dunia inavyotaka. Wakati watu wanasema ni haki za binadamu ndoa ya jinsia moja, sisi tunasema tutafanya ndoa kwa maelekezo ya aliye mtakatifu, Bwana wa majeshi. Hatutakubaliana na ushoga, haijalishi dunia inasemaje. Mke anabaki mmoja na mume ni mmoja daima, haijalishi una fedha kiasi gani na haijalishi wanawake ni wengi kiasi gani. Hata hivyo kuwaumba wewe, aliwaumba Mungu, anajua kazi ya yeye kuwaumba wao. Tunawahudumia, lazima tuwe nao sana sana ili wewe. Adamu alizaliwa, amini, aliumbwa akiwa amekamilika na bado alipewa mke mmoja. Wewe na matatizo yote hayo unataka kamoja tu, ni pasua kichwa. Alafu nataka uwe nao 7, utakufa mapema bila sababu. Urefu tu ufike hata nusu ya urefu wa Adamu. Utajiri ndio kabisa, vyote vilikuwa mali ya Bwana. Ndio maana Bwana akamwambia zaa uongezeke ujaze nchi. Na kuna kama mtu hapa kanataka kaseme kazae uongezeke ujaze nchi. Hakana hata kiwanja kana nchi. Wewe una nchi wewe? Sina mgogoro na kuzaa. Hata hivyo kwa nini mshia wachache? Ayubu alikuwa nao 10 kama amri za Mungu. Hapo wewe ishia vitu 4-3. Mliofunga ndoa fyatua, Bwana wabariki. Kanuni moja tu, unapofyatua malezi na matunzo usipeleke Dorika wala ama, ni jukumu lako. Jazana serikali mezaa mwenyewe. Leo kulea tulee sisi. Dorika. Na Dorika yuko kwa ajili ya familia yako. Mbona kule chumbani kumuita mwana? Hagios, tenga kutoka katika matumizi ya dunia. Ndio, mwili huu ni mtakatifu, zaka ni takatifu, ndoa ni takatifu, meza ni takatifu, jina la Mungu, amri za Mungu ni takatifu. Vitakatifu ni vingi.
Mwili unapokuwa mtakatifu, matumizi ya mwili wetu yawe kwa utukufu wa nani? Tusifanye vile dunia inataka. Tunajiwekea makorokoro mengi mpaka inakuwa hatari. Tunachelewa hata kufika tunaposafiri kwa sababu gari zinazidi uzito. Maana kuna mtu anaongeza kilo zisizo uzito. Kichwani robo kilo, sikioni theluthi. Ile wale ni kiasi gani? Sikioni wanazoweka. Ana uzito. Siwezi wala mpaka kwenye ulimi. Kakija kupata kansa, mchungaji niombee. Wakati unayafanya ulikuwa uelewe matokeo yake. Na siku hizi wengine wanaenda mpaka kununua shape. Tafadhali wanachuo, mmeletwa chuoni ili elimu iwakomboe pia. Sasa ununua shape. Uliyeumbwa hivi straight, mshukuru Mungu na straight. Kipigwa risasi, pigi popote. JKT, safi kabisa. Urobona na watu, unajua hey, ndio. Na wewe ambaye ulivyoumbwa hatuna shida na wewe. Maana mwingine kuna change, kuna waliojenga nyuma ya nyumba zao, architecture hapa. Kuna wanaojenga ndani ya beacon na wengine nje ya beacon. Kwa hiyo aliye nje ya beacon kwa sababu si yeye, hatuna mgogoro naye. Kwa sababu lazima tufanane. Nataka mpaka aanze kutafuta mtu mmoja akasema pastor niombee kabisa, anaongea na mtu mmoja, pastor niombee, wachumba wananikataa. Kwa nini? Eti hapa ni padogo. Hapa sasa huyu unaombaje? Maana kichwani watu tunaweka mkono. So najaribu kutafakari. Akaona ushauri wa mchungaji haufai. Akaamua kutafuta za kubukia. Alichokosea hakuuliza yataishia wapi, akaanza kukua. Halafu hayakwii uniform kwamba inaenda pamoja. Hili limechelewa kukua, hili lina vipi? Sasa mchungaji niombe tena niishie hapa. Vijana. Yaani kuna vijana hapa pastor wamejaa msongo ya kujitafutia. Yaani haina hata maana. Yaani ukutafuta na msongo nini? Siku ya tatu sijala banga. Ila ulikula nini? Ulikula tu wali. So wali sio chakula hivi. Nikiwa naishi ghetto tuone. Kakaja kama mtu mmoja ananiambia sasa naona bomu limetoka, kwa hiyo tutakuja tule kwako. Unajua pastor na historia fulani siwezi ukaeleza kwa. Mimi hata kwenye uchumba, nilikuwa namsikiliza Pastor Biheli. Very nice. Uchumba mpaka ninamaliza mchumba wangu aliyefanikiwa kula pesa. Alikula 7,000 tu. Na inaniuma mpaka kesho. Na ni huyo hapo. Wengine wote tuheshimiane. 7,000. Niliumwa sasa nilitoaje? 5,000 maandalizi ya ndoa. 2,000 panda bodaboda kituo. Ila kwenye ndoa, mama ulishafika bunge la nchi bado twende. Ulishashika maji ya bahari ya Hindi bado twende. Ulishapanda farasi bado twende. Ulishatoka nje ya nchi bado twende. Hiyo ni wana. Uchumba. Na watu wamepigwa na watapigwa na bomu ili yaani hawatatoka kwa Bwana, hawaleti majengo hafu zinapigwa. Ni pastor niombe nini? Zimeibiwa. Ombea aliyeziba azichukue tena. Tulipeleka kwa yeye. Za wajinga ndio. Na mzikule, wanaozileta zikule kabisa. Na hakuna uchawi. Wanachua harogeki. Nimekuona inategemea imani yako. Unaacha yaani kuna mtu hapa mzazi wake hajawahi kumzawadia chochote. Ila zawadi zote kwa wachumba na amepigwa na kibuti. Wanaopitia uzoefu wa kibuti kimoyomoyo lakini punga mkono. Kwa hayo sijali. Sina historia ya watu. Na ili usiache usiwafuate. Kitu acha kufuata. Alafu naambia subiri na kufikiria. Hujanielewa, sio somo hivi nafundisha haya ni ndoa, tuendelee utakatifu. Naongelea utakatifu wa zaka, namna sahihi ya kurudisha. Na hivyo mambo mawili tumegundua. Jambo la kwanza, zaka ni ya nani? Ni ya nani kanisa? Jambo la pili, zaka ni moja ya ngapi? Ya 10. Jambo la tatu, namna sahihi ya kurudisha zaka. Unaweza ukajua ni ya Bwana na ukashindwa kujua namna sahihi ya kurudisha. Je, turudisheje? Maandiko yako wazi. Anasema Malaki 3:7-12, anasema leteni zaka
kamili. Wapi? Ghalani. Leteni ghalani. Sio zaka unampa mhitaji. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mhitaji sio ghala, sio store, sio kihenge. Zaka inaletwa ghalani. Sio unachukua zaka unampa yoyote njiani. No. Sivyo inavyofanyika. Na hivyo niwapongeza sana. Nimeona masanduku hapa, kulikuwa na safu ya masanduku pia. Nimefurahi kuona masanduku na nawatia moyo. Yaendelee kuwekwa vizuri pasta, na yatumike ile pale. Iko vizuri sana, na mambo yako karibu na 5, wekeni ya kutosha. Alafu tuacheni kabisa, tuacheni. This is university, tuacheni na naenda na tuacheni ndio tushushe na shushe. Wasituone hata. Yes, Mungu wetu anapenda vizuri. Mwanzo 1:31 akatazama, na unajua alipokuwa kiumba ni kama anaenda pembeni halafu anachungulia, anachungulia halafu anasema wow, chema sana. Wow, chema. Assessment. Lazima ufanye evaluation. Ukishafanya kitu, wow, chema sana. Alafu mwisho anasema kila kitu ni chema sana. Wakati wewe unaniona mimi nikoje, mimi ni chema sana machoni mwa Bwana. Haijalishi unanionaje. Kuna watu wanapenda tu kuwakosoa wenzao. Hata hivyo hamna aliyekamilika. Ndio unapompenda Mungu. Jisifie tu, mimi ndio Miss University. Miss University. Na wewe una makando yako. Unaweza kuwa modo ila kichwa kama unataka kuenda sana. Mwingine kichwa duara, shape namba 8, miguu. Kama kompela imekaa juu ya. Mungu anajua hiyo yote kutufanya usiwakanyage wenzio vichwani. Jingine lina shape rangi kagoma. Jingine lina rangi shape ya lazima utulizwe. Unapenda Mungu. Unaweza kutuna nini? Mwingine yani akitabasamu unapenda. Ila akiona kuangalia kama ile niangalia huko au huko. Huyo ni Mungu wangu na ninampenda kwa hiyo kabisa. Kuna watu hapa ni majini asila mwandiko. Asante Yesu kwa digital. Maana J na K hazina tofauti. Na lazima utulizwe ili ujue yuko Mungu wa kuabudu. Vinginevyo utataka tukuabudu. Na hivyo zaka na sadaka zinaletwa ghalani. Mjumbe wa Mungu Ellen G. White, na kwa kuwa mashauri juu ya wakili mtakichukua toleo hili la mwaka 2010 sura ya 21. Hata toleo mtakalochukua ni sura ya 21. Kurasa ndio zinatofautiana. Kwa toleo hili ni kurasa ya 71, anasema zaka na sadaka ziwekwe kwenye hazina ya Mungu na zitunzwe kwa utakatifu kwa ajili ya kazi yake kama alivyokusudia. Zaka na sadaka ziwekwe kwa utakatifu. Kwa nini? Zote ni takatifu. Ndio, ziwekwe kwa utakatifu. Matumizi ya zaka ya Bwana. Matumizi ya zaka ya Bwana, Hesabu 18 aya 21 inatueleza zinatumikaje. Sikia, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote, ndio katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Mjumbe wa Mungu anafafanua, anasema kwenye kitabu hiki kinachoitwa Testimony for the Church Volume 9 page 249, anasema shuhuda kwa kanisa Gombo la 9 ukurasa wa 149, ama kwenye kanuni za kanisa toleo la 21 la mwaka 2025 sura ya 12 ukurasa wa 193, anasema zaka ni takatifu. Zaka ni nini mkutano? Zaka ni takatifu. Na takatifu tukasema ni nini? Iliyotengwa kwa matumizi ya nani? Ya Bwana. Matumizi ya takatifu. Zaka ni takatifu, imetengwa na Mungu, sio na conference. Imetengwa na Mungu kwa ajili yake mwenyewe. Inatakiwa kuletwa katika hazina yake. Kuletwa. Niombe nilisihi kanisa, kadri inavyowezekana, wekeni vyombo tulete. Ibada ni sisi tunaoabudu. Asiwepo anayekuhamasisha kuabudu. Usisubiri kisanduku kikufikie. Nyanyuka ulete. Ni wewe unayeongea na Mungu kwa maombi. Usisubiri kuombewa. Peleka haja zako kwa Bwana. Usingoje kusomewa. Nisome neno kama kwaya ilivyosema. Ibada ni mawasiliano ya kiumbe na Muumbaji. Usisubiri preach, usisubiri daraja, usisubiri mtu akuconnect. Usiwe wani pastor niombee, omba. Na uzuri Mungu anasikia maombi, haijalishi mpangilio ukoje, anajua kile umekusudia.
Warumi sura ya 8 ndivyo anavyosema. Wao zaka mtakatifu imetengwa na Mungu kwa ajili yake mwenyewe, inatakiwa kuletwa. Hamna mtu atakayekuja kufuatia, leta. Inatakiwa kuletwa katika hazina yake ili itumike kukizi watenda kazi wa Injili katika kazi zao. Ndio umetaja mpaka na majukumu. Zaka haitatumiwa na kanisa mahalia kwa namna yoyote ile. Nusti, tafadhali. Zaka isitumike kujenga jengo tulilokusudia. Zaka isitumike kurekodi. Zaka isitumike kusafirisha watu kwenda Njombe neti. Zaka isiwapeleke kwenye summit au retreat yoyote. Zaka haitatumiwa na kanisa mahalia kwa namna yoyote ile, bali itatunzwa kama amana na kutumwa kwa mhazini wa conference. Zaka ni takatifu kwa ajili ya kazi ya uchungaji. Toleo la 12 ukurasa wa 96 mpaka 97, ndio sura ya 21, kanuni ya kanisa ya mwaka 2025. Ndio nimepewa ujumbe bayana uliofasaha kwa ajili ya watu wetu. Nimeagizwa kuambia kuwa wanafanya kosa kutumia zaka kwa mambo mbalimbali ambayo japo ni mema jinsi yalivyo, kurekodi mema jinsi yalivyo, makambi mema jinsi yalivyo, ndio kununua nguo nzuri, kulipia ada, kulipia unaenda hospitali, unatumia zaka, ni jambo jema, lakini si mambo ambayo Bwana amesema zaka itumike kuyagharimia. Ndio wale wanaotumia zaka kwa namna hiyo wanatoka katika mpango wa Mungu. Mungu atahukumu kwa ajili ya mambo hayo. Shuhuda kwa kanisa Gombo la 9 ukurasa wa 248, ama kwenye kanuni toleo la 21 na mwaka 2025 sura ya 12 ukurasa wa 197. Unapotumia zaka unavyodhani ni sahihi, wakati Mungu hajaeleza hivi, unachangia harusi zaka, unapeleka watoto hospitali kwa zaka, unalipia ada kwa zaka, chochote unachofanya nje ya kile ameelekeza Bwana, unatoka kwenye mpango wa Mungu na Mungu atahukumu. Je, Mungu ni mhitaji anaposema leteni? Mungu si mhitaji. Nchi na vyote vijazavyo mali yake. In fact, Mungu anafuga tusivyofuga. Halo, tunafuga nguruwe sisi? Nawauliza kanisa, sisi tunaruhusiwa kufuga nguruwe? Mungu anafuga nguruwe afu? Mbona mnasita kujibu? Zaburi 24:1, nchi na vyote vijazavyo mali yake. Nguruwe ni sehemu yake. Nguruwe ni mali ya Bwana. Mbona mnasita? Alafu nadhani eti anapohitaji ana shida. Yaani sisi ni kama katoto tu. Tunakapa andazi, alafu nakwambia naomba. Kaangalia unasema, yaani andazi lenyewe la jana unaninyima. Siku nikupe filigisi wewe, utanipa kweli? Unajua kuna muda samani kisa kibaya, kuna muda mwanadamu ni kama mbwa. Nimesema kibaya. Kuna muda mbwa unampelekea mifupa, alafu unaweza ukaimwaga chini. Alafu unapoipeleka unamuona ananyanyuka na mkia na masikio. Yaani kama boss, yaani mimi na wewe ni marafiki. Alafu kisha mwekea, ukageuka nyuma kidogo, alafu ukarudi sasa, ngoja nirekebishe kidogo. Ukisogeza mkono sawa. Wewe dogi. Ninaenda nikupa hii mifupa. Sio mimi. By the way ni mifupa. Nikikuletea maini. Yaani kuna kama mtu hapa ni bumu wala hajaanza kupata mshahara. Just bumu. Nikamoto. Tulia. Mungu anasema gani? Niliconnectiwa. Na connection na watu wa body ya mikono. Kakilimo sasa mimi ndo niliweka mbolea. Mungu anaingiaje? Kakifaulu mimi ndo nilikesha. Nina bundi. Kuna wenzako walisoma na kusoma na wakapata na mtihani tarajiwa, siku ya pepa waliugua. Na kuna wenzao walisoma wakasoma, alipoingia akakuta yote ni yenyewe. Ila kwa kuwa amekesha usingizi ukazidi, akaona ngoja nipige dakika 2 kwanza. Alipoinama hivyo anakuja kushusha 10 minutes left. Moyo unaenda unarudi kushoto kulia, sasa anachanganya. Wapo watu mkutana hiyo. Nimewahi kusoma na jamaa anasoma.
Sekondari mimi niliyosoma ilikuwa primary, ikafanywa kuwa sekondari. Kwa hiyo sisi tulikuwa wa kwanza. Kahama, Shinyanga, inaitwa Senki. Nikalikuta jamaa niliosomeaga hapo wanasema ili alitolewe. Anasema saa ya kujitoa ni hii. Kwanza nakaa kijijini hawana umeme na achaje mtoro. Nikawa la kwanza, mimi sijui wa nne. Kweli alitolewa. Tena sasa bro sikia. Kweli naona umeme, njoo unasomea kwetu. Ili nijue technique. Basi akawa anasoma umeme wa kwetu. By the way, hata tukua na umeme. Ila tunatafuta hata. Maana kwao hata kwanza na nyumba ya nyasi. Kwa hiyo kwetu ni bati. Kwa hiyo mimi wa mjini, unajua kila kubwa ina kubwa yake. In those days tulikuwa na umeme. Mafuta hata yetu, afu jamani nikisinzia nikiamka bado anasoma. Nikisinzia nikiamka na huyu subiri. Akinizidi tu mtihani na mtihani. Unawezaje kufaulu kwa mafuta? Aisa akawa wa kwanza kwa kuniacha maksi 3 nikawa wa pili. Sasa bro, saa kurudi kwenu imefika. Ila niligundua bila somo. Nikaenda chuo kikuu tena nikaanza kusoma. Nikadhania kuna nafasi ya kwanza kupewa vitabu. Mambo yamebadilika. Hamna eti mshindi wa kwanza ushikwe mkono. Kama ukupewaga zawadi kule, subiri flying car wakati una graduate. Ila hizo za semester sijui unajua mwenyewe kwenye gani yako huko basi. Kwa hiyo kuna mtu anasoma. Lakini kuna mtu yamesoma kuliko wewe, akili zikaruka, badala atulize akili ajibu mtihani, anatembea anaongea mwenyewe tu. In reaction there is equal ni kuchanganyikiwa tu, hadi Newton laws zinamwagika tu. Archimedes whatever, unajua nini? Nilipogundua sehemu sayansi nikachagua HKL. Hakuna kusoma kufaulu lazima. Yaani ukiongea tu ndio umesoma hiyo. Si Kiswahili. Alafu history ni story, just a story. Bwana Kitekitile bwana ndio. Mwaka 1905. Sawa. Yaani ndio umemaliza hivyo, simple like that. Lakini kuna watu na Kiswahili phoneme haelewi, morpheme haelewi. Yaani mathematics D, physics F, Kiswahili C. Utapata wapi sasa? Komanda lao kitu kimoja tuelewe. Niwewe kupata B zote A moja ya Kiswahili. Alafu mzee akaniuliza, "Mbona math una B?" Na mimi niliwekeza kwenye Kiswahili. Na A na sawa. Nasema hivi, sio unayoyapata ni jitihada zako, jifunze kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Baadhi ya matokeo ya kumwimbia Bwana, baadhi ya matokeo nataishia hapa. Baadhi ya matokeo, tuna dakika 3 mkononi. Tunavunja uhusiano na mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Tunakuwa wakavu kiroho, tunajitenga na chanzo cha uzima, tunapoteza uzima wa milele. Na hii utaikuta kwenye kitabu ambacho tumezindua leo, Mashauri juu ya Wakili. Dini zinakuwa tupu, mioyo inakuwa mikavu. Hata kwa kutompenda Mungu hatuwezi kuwapenda wanadamu wenzetu pia, kwa sababu ya wizi wa mali ya Bwana. Sura ya 17 ukurasa wa 60, Mashauri juu ya Wakili. Ndio, kuna mtu anajiuliza, je, nikiomba Mungu anisamehe dhambi kwa kumibia zaka na sadaka ikoje? Mungu anasikia maombi. Hello? Mungu anasikia maombi? Ndio, Mungu anasikia maombi. Lakini pamoja na kwamba anasikia maombi, lazima uzingatie yafuatayo. Kwa sababu maandiko yanahimiza kwamba Bwana husikia maombi, na ametaja hiyo kwenye maandiko matakatifu, yeye husamehe na kusahau ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Ametaja kwenye Nyakati wa Pili 7:14, anasamehe na kusahau. Kanuni ya kuzingatia ni hii, ili usamehewe wizi wa mali ya Bwana. Kanuni, maombi hayachukui nafasi ya wajibu tunaopaswa kutenda. Messages of young people class of Biblia. Hata yawe mazuri na yatolewe kwa umakini. Na kwenye Mashauri juu ya Wakili utaikuta sura ya 20 ukurasa wa 70. Watu wanapangilia maombi. Mungu ndiye wafundisha Waisraeli, lete zaka. Acha nimhubiri Mungu kwa maombi. Wakati anawafundisha Waisraeli ndivyo yeye anajua kuliko wewe, lete zaka. Oh Yehova Jireh. Kuna watu wanajua kudukuzi ndani ya neno. Yehova Jireh, nisamehe zaka. Lete. Unapoamua kutubu, lazima uchague kurudisha. Nisikilize, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, Mungu anasamehe. Mithali 28:13, Mungu anasamehe. Nyakati wa Pili 7:14-15, Mungu anasamehe. Popote kulipokuwa na kutojali kwa upande wako, kumrudishia Mungu kilicho chake, utubu.
ukiwa na toba ya moyoni na urudishe ulichozuia. Kwa hiyo unapotubu sharti ufanyeje? Urudishe. Sura ya 20 kurasa 69 na 70 ndivyo tunavyoeleza. Piga hesabu yote ulioiba, zaka na sadaka, rudisha. Uliiba pikipiki, mwambie Yesu nisamehe, pikipiki rudisha. Ulikuwa unazini, mwambie Yesu nisamehe, zinaa acha. Ulikuwa na kadi ndogo, mwambie Yesu nisamehe, bindogo muache. Ulikuwa na hilizi, mwambie Yesu nisamehe, hilizi ikate. Sio Yesu nisamehe, ila hili hilizi litakuwa inanilindalinda. Hakuna msamaha wa aina hiyo. Bwana kuwezeshe kwa mwaminifu kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, wewe uliye mtakatifu unatutaka tuwe watakatifu. Hatusaidie tangu leo. Tufundishe kutembea kwenye kweli yako. Tangu leo musti tuwe waaminifu wa kuheshimu yote yaliyo matakatifu ikiwemo sadaka. Tunatamani kutembea kwenye maelekezo yako. Ile tuliyokuibia tukumbushe, tuliyosahau tusamehe, tunayokumbuka tukumbushe, tuilete na utuwezeshe tusijisahaulishe. Neema yako itutunze sote, kutana na haja za mioyo yetu kwa jina lako Yesu. Amen.